yamefanyika kwa misimu mitatu na tunatarajia kuyafanya kwa msimu wa 4. Ni mashindano ambayo tunajivunia ukuaji wake kwa sababu tunaona tunapiga hatua kila siku tofauti na tulivyoanza. Tulianza mashindano haya yakishirikisha vyuo 8 na ilikuwa ni mwaka 2021 ambapo bingwa wa mashindano alikuwa chuo cha Sauti wakicheza finali dhidi ya CBE. Lakini msimu wa pili ukashirikisha pia vyuo 8 ambapo pia mtihani mkubwa sana ulikuwa ni ule kama msimu wa kwanza, sponsorship. Tulikuwa tunajiendesha sisi wenyewe, mashindano yalikuwa yanaendeshwa bila kuwa na mdhamini hata mmoja. Kwa hiyo yakawa yanaendelea kwa fedha zetu za mfukoni. Tukafika msimu wa 3, kwa maana ya msimu wa pili bingwa alikuwa chuo cha Kaliua ambaye alimfunga Sauti. Msimu wa 3 tukaona tutanue wigo kwa kuja na idadi kubwa ya vyuo kwa sababu tuliona uhitaji ni mkubwa. Tukasema haijalishi mazingira ya uendeshaji atakuwaje, lakini hebu ngoja tutanue wigo wa mashindano, tuwe na vyuo vingi ambavyo vitapatikana kanda ya Ziwa kwa maana Mwanza na mikoa mingine. Tukawa na idadi ya vyuo 16, lakini pia tukapata nafasi kubwa ya kushikwa mkono na kampuni ya Yas ambayo ilikuwa ni wadhamini wakuu kwa msimu uliopita. Na kimsingi msimu uliopita tulifanya kazi kubwa sana na mashindano, kwa kila mmoja wetu aliona namna ambavyo alikuwa kwa wale wakongwe katika mashindano, kwa maana vile vyuo ambavyo vilishiriki tangu awali tukiwa na vyuo 8 vinafahamu namna ambavyo struggling ilivyokuwa, kwa maana kama Sauti wanafahamu, DIT walikuwepo tangu vikiwa vyuo 8, CBE, IFM, mipango pia wanaelewa struggling ilivyokuwa wakati ule bila ya kuwa na mdhamini na amount ambayo ilikuwa inatoka kama prize zile, kwa maana ya mshindi wa kwanza, mshindi wa pili, mshindi wa 3 na wachezaji bora na kikundi bora cha ushangiliaji. Lakini ilipofika msimu wa 3 mabadiliko yalikuwa makubwa sana, kwa maana hata zawadi zikaongezeka kwa sababu ya ushirikiano mkubwa sana na Yas. Promotion ya mashindano ikawa kubwa na vyuo shiriki vikaongezeka kwa idadi. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa yetu kubwa kuweza kujifunza na kushirikiana na kampuni ya Yas kwa kuhakikisha kwamba tunapeleka malengo ya mashindano katika njia sahihi na kwa ustadi mkubwa sana. Malengo ya mashindano ya Chuo Challenge Cup, lengo kubwa ni kutengeneza networking kwa wanafunzi. Yaani tunafahamu kwamba your network is your net worth. Yaani uhusiano wako na watu ndio mtaji wako. Na ndio unasema ndio mtaji wako katika kuhakikisha kwamba unapigania ndoto zako. Sasa kimsingi tumefanikiwa katika eneo hilo kwa sababu tunaona wale ambao wanasoma kada ya sheria wanakutana na watu ambao wanasoma afya, kuna wale ambao maengineer, watu wa CDTI wanakutana na watu wa education, wale maengineer wa DIT wanakutana na watu wa IFM. Kwa hiyo hii inasaidia sana kwenye kutengeneza networking, lakini zaidi ya yote pia kutoa burudani kwa wanavyuo. Tunafahamu kwamba wanavyuo wana pressure kubwa sana kwa maana ya darasani. Wana changamoto ya supplementary hizo, carry na vitu na receipt na vitu vingine kama hivyo. Sasa ili kupata muda wa kurefresh na kuanza zaidi ili kupambana na hizo changamoto, mashindano haya yamekuwa ni fursa kwao kuweza kuhakikisha kwamba yanawapa burudani na kurefresh kutokana na changamoto za hapa na pale. Lakini mbali na component hiyo ya ndani ya uwanja, ya ushindani wa ndani ya uwanja, Chuo Challenge Cup ni zaidi ya mashindano kwa sababu tuna project ambayo ina lengo maalum kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo kuweza kujijenga kwa maana career zao kabla, wakati na baada ya masomo kupitia program ambayo tunaita Pandisha Bendera. Huwa tunazunguka vyuoni ili kuzungumza na wanafunzi wa vyuo, na lengo kubwa ni kujenga kupitia career zao, na huwa tunapita na watu ambao ni expert kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa mfano tukienda chuo cha afya tunabeba mtu wa afya, tukienda kwenye chuo cha masuala ya teknolojia tunabeba mtu wa teknolojia, tukienda kwenye masuala ya chuo cha biashara tunabeba mtu wa biashara, tukienda kwenye vyuo tofauti tofauti tunabeba watu ambao wanaweza kuzungumza lugha moja na wanafunzi wa chuo hicho ili kuweza kuwajenga katika career zao. Lakini zaidi ya yote pia katika operation hiyo Pandisha Bendera, ambao kimsingi msimu huu tumeibadilisha jina, inaitwa Vijana Career Talk. Pia tunapata nafasi ya kuweza kupata burudani
ambapo huwa tunaona wanafunzi wa vyuo wanashindana na tunapata ambassador wa Yas Chuo Challenge Cup kupitia operation hiyo, pandisha bendera kuzunguka vyuoni. Lakini zaidi ya yote pia huwa ni fursa ya kuweza kutoa vifaa vya michezo kwa maana ya jezi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawapatia jezi kwa ajili ya ushiriki wa mashindano. Lakini kwa yote hayo yanajumuishwa pia katika kufanya promotion ya mashindano ya Chuo Challenge Cup ili watu wapate awareness ya mashindano ya Chuo Challenge Cup. Msimu uliopita kama alivyosema Robert Sanyagi, ilikuwa ni kama learning season. Of course tulijifunza kwa sababu hatukutembelea vyuo vingi. Tulitembelea vyuo viwili kwa sababu ni program ambayo ilikuja katikati ya wazo la mashindano. Kwa hiyo tukasema hebu ngoja tuifanye, test tuone kama inawezekana. Tukaifanya na ikafanikiwa. Tulitembelea TIA na City College. Lakini hivi sasa ambavyo tunazungumza kwa msimu huu so far tumeshatembelea vyuo 8 katika mashindano haya ya Chuo Challenge Cup ambavyo kimsingi tumegawa hizo jezi na kufanya hizo activities za career building pamoja na burudani. Tunafahamu ya kwamba vijana wanakumbwa na changamoto nyingi, changamoto za kimaadili, changamoto za kitaaluma, changamoto binafsi na pengine utambuzi wa mwenendo wa sayansi na teknolojia. Ndio lengo maalum ya hiyo vijana career talk. So tunashukuru na kufurahi kwa vile vyuo ambavyo tuliweza kuzunguka kama hivyo vyuo 8 ambavyo tuweza kuzunguka na vile ambavyo hatuweza kupita wakati wa mashindano na baada ya mashindano, kwa sababu project ya vijana career talk ni project endelevu. Kwa hiyo tutakuwa tunaangalia magap katikati ya haya mashindano na hata baada ya mashindano. Tunaelewa ya kwamba tungetamani kuzunguka vyuo vyote, lakini tunafahamu ya kwamba Chuo Challenge Cup ya msimu huu wa 4 imekuwa na kupause sana. Ilikuwa ianze mwezi wa 4, mambo yakaingiliana hapo, mitihani na vitu vingine kama hivyo, matokeo yake tukapostpone mpaka tumekuja katika mwezi huu ambao kimsingi tulikuwa tunazungumza msimu wa 5. Kwa hiyo tumeona tusiendeleze project hiyo ya kuzunguka ambayo inaweza kuchukua muda mrefu tukashindwa kuparticipate uwanjani. Kwa hiyo tufanye mechi uwanjani, after hapo sasa ndio tutaanza kuangalia tunazunguka vioni. Msimu uliopita tulikuwa tunacheza mechi during breaks za tournament, ndio tunaenda vioni. Kwa hiyo tutaangalia hizo gaps za kuja huko vioni. So wale ambao tujafika vioni tutazungumza nanyi ili muweze kutupokea hata wakati wa mashindano. Kwa hiyo tunategemea tutapata hiyo baraka kutoka kwenu, kwa maana ya kwamba hata baada ya mashindano mturuhusu tuweze kuja katika vyuo vyenu tuweze kuzungumza. Lakini pia mdhamini wetu mkuu ambaye ni Yas, katika mashindano ya Chuo Challenge, tunasema Chuo Challenge Cup season, huwa ni wakati wake wa kuweza kuhakikisha kwamba anafikisha huduma kwa wanavyuo vyote, kwa maana kuleta magazebo kwa ajili ya kufanya promotion ya brand za Yas, na zaidi ya yote pia tunafahamu ya kwamba ili uweze kuingia na haja ya kujitambulisha tena sidhani kama nilivyojitambulisha hapo mwanzo. Kwa majina ni Joshua Uswai. Kama kwanza mwandaaji alivyotangulia kusema, sisi ni moja wa wadhamini katika mashindano haya ya Yas Chuo Challenge Cup ambao kwa sasa ni msimu wa 4. Lakini kikubwa najua wengi au wanavyuo wengi watajiuliza kwa nini Yas tunashiriki. Lakini tumeendelea kushiriki pamoja na mwandaaji kwa kipindi cha misimu 2 nadhani sasa hivi mfululizo, ili kuwezesha kwanza hawa waandaaji waweze kuwafikia wale walengwa ambao ni wanafunzi, kwa maana ya kwamba kuwawezesha waandaaji kuandaa zile hatua za mwanzo. Unajua kabla hatujaja kwa wanafunzi kuna zile hatua za mwanzo na vitu vya mwanzo ambavyo vitakuwa wamemaliza chuo recently au wanakaribia kumaliza. Tunafahamu soko la ajira lina changamoto zake, si ndio? Kwa hiyo Yas tuna create opportunity ya wewe kuweza kuingia, kuonekana. Nina mifano mingi, nitapoteza muda kuchukua moja mmoja, lakini sisi Yas zamani tukifahamika kama Tigo ndio ambao tunasema tuko mbele pioneer youth engagement. Inapokuja vijana, kuwapa fursa vijana, hakuna mpinzani kwenye hilo. Na kupitia mashindano haya ya Yas Chuo Challenge tunaitangaza hiyo fursa ya opportunity ya kazi, ajira ndani ya
kanda ya Ziwa, Mwanza na mikoa mingine Geita na elsewhere. Lingine nafikiri amezungumza vizuri Joshua, swala la ubunifu, michezo, burudani. Pilipili challenge kwako na waandaaji, tuifanye hii michuano ya Yas Chuo Challenge iwe mtoko. Yaani mtu akija pale sio tu amekuja kushangaa, ata network lakini apate fursa nyingine, enjoy, akutane na watu, ale chakula, anywe, yani kuwe na a lot of activity engagement. Yaani tuipe hadhi tofauti, hata mtu akikaa mwakani anasema Yas Chuo Challenge inayokuja lazima niende. Ubunifu amezungumza Joshua, watu vipaji vionekane, vionyeshwe, tutumie hiyo fursa. Jingine ambalo ni muhimu, nimependa amezungumza shabiki bora. Shabiki bora, lakini sisi tunaongeza pale, tutafanya kitu kwenye man of the match. Yaani katika kila siku ya game, man of the match kutakuwa na prize ambayo Yas tutatoa. Imeshafanyika hivyo Dar es Salaam, kulikuwa na mashindano mengine ya football Dar es Salaam, na tulikuwa tunatoa hizo man of the match prize. Kwa Yas Chuo Challenge ambayo inafanyika Mwanza, tunaahidi tutaweza kutoa hiyo man of the match prize, na kuangalia kile kikundi bora kile kama kitaweza kuhamasisha na Yas tukaonekana pale, yani shabiki bora aweze pia kuonyesha na kuinvolve Yas kwenye ushangiliaji wake, basi na sisi tutafanya jambo. Kwa hiyo tunawashukuru sana na let's see how it will turn.